machachari sana, anacheza kulia, anacheza kushoto. Wakati mwingine wanakuambia kwamba njaa ikizidi sana Simba anakula hadi majani. Bwana huyu akika namba 3 anaweza kukupa kitu, kwa sababu anakuwa ndio soka la kisasa, ana uwezo wa kuweza kukusaidia kwenye kushambulia, ana uwezo wa kusaidia kwenye eneo. Kwa hiyo Kaleso Mapigawa ni moja ya ingizo zuri sana ndani ya Simba, na atakwenda kutoa kitu kikubwa, na kikubwa zaidi ambacho kimekwenda kuisaidia zaidi ni kwamba anajuana vyema na kocha mkuu wa Simba, kwa sababu ni mchezaji ambaye amekutana naye mara nyingi sana akiwa pale South Africa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anamjua in and out, na ni mtu ambaye anaamini kwamba ataingia kwenye kosi moja kwa moja, na hasa hii taarifa ya Anicet Kura kwenda kama vile ambavyo ilivyo, basi huyu moja kwa moja anakwenda kuingia katika nafasi ya Anicet Kura. Yes. If Peter Shalulile ni jina ambalo linatajwa sehemu zote. Tukiwa tunahama hapo kwenda sehemu nyingine, tutamhusisha kwa sababu kote Peter Shalulile, mchezaji wa Mamelodi ambaye ameachwa sasa hivi uko huru. Unasemaje? Peter Shalulile bwana, mchezaji mkubwa sana. Mchezaji mkubwa sana. Mchezaji ambaye amekuwa mfungaji bora wa muda wote ndani ya Mamelodi Sundowns. Ni mchezaji mkubwa sana. Amefunga magoli ya kutosha katika ligi ya South Africa, amefunga magoli ya kutosha katika klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana takwimu za kutosha na ambazo za kutishia kila mmoja kutamani kuwa naye. Kwa sasa hivi Mamelodi Sundowns wao ndio mabingwa wa Afrika, na kwa sasa kuitumikia amefika mwisho, hawezi kuendelea tena kutumikia pale, na wamesha malizana. Anahusishwa kuja Tanzania. Umeelewa vizuri? Simba alitajwa na Yanga pia ametajwa. Umeelewa vizuri? Lakini ondoka na hii. Peter Shalulile ni moja ya surprise ambayo imeandaliwa na engineer. Utakuwa ni surprise ambayo imeandaliwa na engineer Hersi. Ondoka na hii. Na watazamaji wako watakuwa yani hivi, Peter Shalulile husishwa na Simba, husishwa na Yanga, lakini cha kuondoka nacho ni kwamba surprise ambayo imeandaliwa na engineer Hersi sasa hivi itakuwa ni moja ya surprise. Kuna surprise nyingi, kuna surprise nyingi, hata surprise ya ndani pia ya hapa nyumbani. Ya surprise hapa nyumbani yanahusishwa sana. Kama kumwangalia mtu kama Faisal Salum mtoto, tunataka bilioni 10. Yaani yule Faisal Salum, sawa. Yanga aliweka miaka 3. Akisajiliwa hapa Tanzania kuwe na bilioni 1 ambayo inakwenda Yanga. Bilioni 1 unazungumzia milioni 1000. Ndio. Milioni 1000 ili uweze kuimaliza wewe kwa matumizi yako. Sawa. Yaani unatakiwa wewe kila siku unatumia 250,000. Kila siku unatumia. Na hiyo utaitumia kwa zaidi ya miaka 30. Yaani matumizi yako ni 200,000. Hapo unaitumia bila kuzalisha. Sio, unanielewa vizuri? Huyu ndio alikuwa anaambiwa kwamba ukitaka kumuondoa Azam upeleke aidha Simba au upeleke Namungo. Akiwa hapa ndani Yanga walipozungumza, Simba alikuwa anakimbia kipeli. Sasa pesa alikuwa sasa hivi aliongezewa nini anasema, aliongezewa thamani. Lakini hakuongezewa muda. Na Faisal muda wake kufika Disemba mwaka huu anabakisha miezi 6. Anakuwa tayari kufanya mazungumzo na timu yote. Unajua vizuri hapo Kwa hiyo ile dirisha dogo lile Faisal sasa anaondoka zake pale Azam, anaenda tena short. Surprise. Feitoto anarudi tena nyumbani. Feitoto anarudi Yanga kwenye dirisha dogo Disemba, anarudi Afrika. Kwa sasa hivi ataendelea kubaki Azam. Lakini surprise hiyo ni local player. Faisal Salum atarudi Yanga dirisha dogo, lakini pia ukija kumwangalia Peter Shalulile ni surprise. Engineer anasema kwamba msitangaze chochote mpaka mimi nirudi kutoka Spain. Lakini kama watu wana mashaka hivi sehemu za Yanga zimetambulishwa mpaka sasa hivi, jana mshindi pamoja na Abnasir kia Mashujaa, watu wanasema kuna kama kile kitu tunachokitaka wana Yanga hatukupata. Wakiangalia wenzao wanatetemesha jiji la Dar es Salaam na viunga vya Msimbazi na Jangwani. Wewe unasemaje? Ukifanya comparison hapo, bado mimi nitaendelea kuwashangaa kwa sababu
Simba kwenye wazawa kwa Bakari Msimu. Unaelewa vizuri? Haya. Bakari Msimu ana tofauti gani na Edmund John ambaye Yanga tayari wanaye mchezaji wao? Yaani Edmund John tayari ni mchezaji wa Yanga wanaye. Bakari Msimu ana tofauti gani na huyo? Bakari Msimu ana tofauti gani na Lada Kichasami ambaye yuko Simba ambao Simba wanaachana naye? Ana tofauti gani? Umeelewa vizuri? Bakari Msimu ana tofauti gani na Karabaka ambaye walimtoa Simba na alikuwa naye pale? Umeelewa vizuri hapo? Kwa unakuja kuona kwamba kwa wachezaji wa ndani play style yao na level zao zinaendana. Kwa ukija kuangalia Bakari Msimu, kimchukua Bakari Msimu mweke pale, alafu mchukue na Chuga mweke pale, alafu mtize kwamba kati ya watu wawili unaondokana naye. Yaani hapo wewe usiweke ushabiki, usiweke upenda. Mchukue Chuga, mchukue na Bakari Msimu. Nataka kunigombanisha. Unaondoka na nani? Unaelewa vizuri. Kwa unakuja kuona kwamba Chuga mchezaji ambaye ni machuari anaendelea kukua kwa sasa, anatafuta uzoefu, anatafuta ukomavu, ana talent kubwa sana. Kumwangalia Bakari Msimu naye pia ni mchezaji ambaye anaendelea kukua, ana talent kubwa sana, anahitaji kuendelea kujifunza zaidi na kuendelea. Kwa hiyo ukiona Simba na Yanga wanajihusisha na wachezaji wadogo kama wenye talent kubwa, ni kitu ambacho unatakiwa usifu, kwa sababu Simba Yanga wanatakiwa wafanikiwe kwenye project, sio kwenye usajili. Wawe na project kwamba hawa wanasajili kwa project ya muda gani. Ukimwangalia Msimu kwa umri aliokuwa nao 2007, ukimwangalia Chungwa umri aliokuwa nao miaka 19, hawa ina maana kwamba wakienda ukija kumchukua na Mihambo miaka 19, wakienda miaka 5 miaka 4, unaiona kabisa Simba na Yanga zinapata kitu kuliko kuwachukua wachezaji ambao tayari washamaliza kila kitu. Kuona jana. Yaani mimi naona katika hilo kama kuigana kwenye hilo wameigana vizuri, kwa sababu unaona kabisa kuchukua kitu ambacho kama Kimbwa naye sasa kwenda Simba. Kimuuliza kama Kimbwa kwenda Simba na Msimu kwenda Simba, kipi bora? Nitakwambia Msimu kwenda Simba ni bora zaidi, kwa sababu atapata kitu kikubwa. Kimbwa anaelekea kumaliza mambo yake yote. Umeelewa vizuri? Kwa staili hiyo mtu akibeza kwa Yanga wanafanya vibaya kwa Simba, nitakwambia anatumia akili mbili. Kwa sababu kimwangalia Simba kamchukua Chilambo. Umeelewa vizuri? Haya, Chilambo ana tofauti gani na Duchu? Chilambo ana tofauti gani na Isla Patrick Mwenda? Umeelewa vizuri? Ana tofauti gani na Kibwana Shomari? Umeelewa vizuri? Kwa unakuja kuona kwamba katika eneo hilo tusifananishe hapo, tusimalize maneno, sio usinene ukabala. Mimi nafikiri katika eneo mimi nawapa big up Simba na nawapa big up Yanga kwamba wanafanya sajili za ndani, lakini kwa kuzingatia pia age ili kuweza kutengeneza project ya muda mrefu. Kwa wanawafunza vijana wana. Of course, yani hilo katika hilo nakubaliana kabisa. Na hata ukiniambia leo hii huyu Mihambo anapoenda Young Africans, nini ambacho anatakiwa aende kujifunza? Jambo la kwanza kabisa nitamwambia aende akaibe daftari la Mzize, akae nalo chini, akopi mwandiko, anakili kila kitu, majibu yote awe nayo, aishi maisha ya Mzize ndani yake. Lakini akifeli akienda kuchukua daftari la Dennis Nkane, atakuwa kila siku kilaza. Kwa sababu ukimwangalia Mzize ni mchezaji ambaye ametoka fresh from Kitale. Yaani katoka zake mtaani, mpira mtaani, bodaboda kama hivyo, maisha yake yanafahamika. Katoka hapo ana kipaji, wamemchukua kina viongozi wa Yanga, wamempeleka pale Yanga B kacheza under 20. Mwenyezaela kamshawishi kocha mkuu Nasir Nabi kampandisha, kaenda kucheza na kina Makambo. Anakwenda kukutana na Makambo, anakutana na Fiston Ayele. Top hao ni top strikers katika ligi yetu kwa kipindi hicho. Sio vizuri. Lakini Mzize aliweza kuonyesha kitu. Goli la kwanza alifunga dhidi ya Kagera Sugar. Walikuwa wanatoka Tunisia kucheza na Club Afrique. Wanakuja Tanzania wanakwenda kucheza kule Kagera, wanashinda goli moja. Goli pekee lilofungwa na Mzize. Baada hapo Mzize anachukua utawala kuchukua namba mbele ya Benedetto. Anatai yeye pamoja na Fiston Karamayele. Ikaona haitoshi. Anaondoka Makambo, akasema huyu mtoto alibahatisha. Wakamletea mtu mwingine tena, Joseph Gwede. Bado Gwede naye pia akasanda akaondoka. Akaona haitoshi, wakamletea Physical Nikoni. Naye wakaona bado huyu naye bado anazingua. Haitoshi, wakamletea Kennedy Musonda, bado dogo amekaa. Kwa hiyo Mihambo akitaka afanikiwe, atachukua daftari la Mzize
akae nalo chini, alisome vizuri, amfuatilie kila embe, atafika mbali. Lakini kama akienda pale kwamba nishakuja klabu bingwa, mimi sasa hivi ni mkubwa na nini, ataishia tu kwamba nilichezaga Yanga, nilikutana Yanga, lakini hatapata mafanikio. Nafikiri project ya Yanga, project ya Simba, Azam pia ni kama kioo cha kutengeneza matirio ya Afrika taifa. Kwa hiyo yeye akaweze kutengeneza hiyo nafasi. Tayari kuna gap Tanzania. Toka Rafael Boko aondoke, hakuna tena mshambuliaji. Wakitazama Bwana Samata ndo kama hivyo, kila siku ana tweet. Jamani, mimi mwaka wangu mwisho AFCON sitakuwepo. Mimi tayari kashafika umeme. Simon Msuva naye hivyo hivyo, naye pia hali hiyo. Umeelewa vizuri? Ndio. Mzize ndo kama hivi, majeraha msimu mzima hajacheza. Kwa hiyo yeye nafasi yake ndio hiyo ya kuweza kuonyesha. Akienda Yanga akionyesha, tayari Tanzania wanakuwa kutumia kwamba tayari tunaweza tukapata matendo mazuri ya kimataifa. Kwa hiyo hilo akienda nalo, akimtumia Mzize kama kioo. Tatoboa. Mbona unaiona vipi ile ya? Bana watu wanasamini. Watu wanavuka mpaka wanaenda mipaka Kenya, Uganda, wapi. Unaionaje ligi yetu? Yeah. Naiona itakuwa ya uvutano mkubwa zaidi kwa sababu ilimaliza ikiwa na mvutano mkubwa. Tayari upinzani ulikuwa umeongezeka. Simba alianza na pesi ya chini na anakuja kumaliza msimu akiwa na pesi ya hali ya juu. Naiona ligi inaweza ikawa ya mvuto zaidi kuelekea katika ushindani wa 2026 na 27. Ila tu wasiwasi wangu ni kwamba tayari kuna maandalizi ya AFCON 2027. Na tuna kawaida ya kutetea Simba na Yanga. Yaani hatupendi kuzipa mechi mfululizo. Kwa mfano, Yanga akiwa anaenda kucheza Arusha. Sawa? Arusha kuna Fountain Gate, kuna TRA. Wala vizuri watakificha Yanga kufika Arusha, asirudi huko anacheza na Fountain Gate, anamaliza na akirudi amerudi. Lakini Fountain Gate akija huku Dar es Salaam, akikutana na Simba, atakuja kufanya na Simba, atasafiri tena, ataenda labda Kagera, atacheza na Kagera, alafu siku nyingine atakuja kucheza labda na Yanga, atasafiri tena, ataenda huko, akirudi atakuja kucheza tena na JKT. Umeelewa vizuri? Kwa unajiuliza Fountain Gate, kwani yeye mwenyewe pia yani hana uhalali kwamba akisafiri kutoka Arusha, akija Dar es Salaam, amecheza na Simba, akaunganisha akacheza na JKT, akaunganisha akacheza labda na Yanga. Umeelewa vizuri? Ili kuweza kumpunguzia uzito kama ilipokuwa kwa Young Africans, akiwa anakwenda katika zoni ambayo ina mjumuiko wa timu 2-3 na anamalizana huko na Simba naye kadhalika hivyo hivyo. Kwa nini watu ndogo wasifanyie hivyo? Kwa ina maana katika hilo pia itaweza kusaidia kuepuka ile kwamba ligi inatakiwa iishe mwezi Mei, inaisha mwezi Julai. Tunashindwa kupata nafasi ya kupumzika. Kwa katika hilo mimi naliona kwamba upande wa bodi ya uendeshaji, bodi ya ligi, wawe makini kwenye hilo. Wasianze kuweka mazingira kwamba kumfavor zaidi Yanga, kumfavor zaidi Simba na hizi timu zingine zikawa zinacheza katika masumbuko makubwa. Wanajikuta kwamba Simba ina viporo vingi bila sababu, Yanga ina viporo vingi bila sababu. Kwa sababu inashiriki kimataifa. Sasa ndio tunaenda huko. Tunashiriki mataifa, ligi zote za ndani zipo, wakati huo pia tuna AFCON. Ni tufanye vitu tofauti. Kwa hiyo na tufuatilie hicho na tuweze kufanya ligi yetu iweze kuwa imekaa yani kama vile inafanana na namba 6 ya ubora. Sawa. Shukrani kiasi.